Pengine tuanzie pale ambako tulipoishia. Mwaka jana naamini tamasha lilifanyika kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Huu ni msimu wangapi? Huu msimu wa 4 sasa. Msimu wa 4 inaenda kufanyika tena. Okay, hebu tuambie nini ambacho kinakuja kwa msimu huu mpya? Msimu huu wa 4 tunaenda kwa ajili ya kupata bima za watu 500. Mwaka jana tulikuwa tuna karabati jengo la maternity kwenye hospitali kuu ya mkoa wa Morogoro. Safari hii tunaenda kutoa bima kwa watu 500. Bima ya watu 500 imetengenezwa katika makundi mawili. Watoto 250 lakini na wazee 250. Cha tofauti kabisa msimu huu ni ili jambo ambalo tunaenda kulifanya la bima. La bima ya watu 500 sio kitu ambacho unaweza kukitimiza kwa mara moja. Kwa hiyo mechi yetu ya Jumapili tarehe 6 ya mwezi wa 7 ile inakuwa ni kama kufungua na kuraise awareness kwa watu kwamba kuna hilo jambo ambalo linatakiwa kufanyika na kuna kima ambacho tunapaswa kukipata kuchanga ili tufanikishe bima za watu 500. Kwa hiyo 250 watakuwa watoto, 250 watakuwa ni wazee. Na tukisema tuingie kwenye figures itahitajika kiasi cha shilingi milioni 66 kwa ajili ya watoto, lakini milioni 177 kwa ajili ya wazee. Kwa hiyo ukijumlisha hapo utapata total amount ambayo inatakiwa. Na ndio maana nikasema kwamba si jambo ambalo linawezekanika kwa mara moja. Kwa mara moja, lazima liwe endelevu kwa muda fulani. Yes, na unajua kwenye kutoa bima za watu 500 pia lazima uwe makini ya upatikanaji wa hao watu. Unaenda kumpa nani? Unampa mtu sahihi? Ni sahihi, yes. Na hapo ndipo ambapo tunaingia kwenye kushirikiana pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya ambaye ataenda kusaidia kwenye mchakato wa upatikanaji wa hao watu. Lakini hasa pia tumelenga kwa watoto ambao wako kwenye vituo vya watoto yatima, lakini vile vile wazee ambao wanalelewa katika vituo vya kulea wazee. Kwa ili kuhakikisha kwamba tunapata au tunapeleka kwa watu sahihi wenye huo uhitaji ambao unatakiwa wao kuwafikia. Okay, tukio litafanyika pale pale uwanja wa Jamhuri. Pale pale uwanja wa Jamhuri kwa sababu kwa jinsi tamasha lilivyo sasa hivi hatuoni kama kuna uwanja mwingine unaweza ka-accommodate hiyo kitu. Kwa sababu hata Jamhuri yenyewe sasa hizi na yenyewe kidogo inaanza inaemewa. Inaemewa of course. Okay, tupe picha ya hiyo Jumapili ya tarehe 6. Shughuli inaanza asubuhi, kuna vitu gani na gani vitafanyika pengine vikihitimishwa na mchezo ambao utaundwaje hizo timu zitakazoshiriki? Mwanzo ambalo ameniuliza utofauti wa mwaka huu. Lakini moja kati ya kitu kingine pia cha tofauti kwa mwaka huu, Jumamosi ya tarehe 5 tutakuwa na galadina, Wape Tabasamu galadina, ambao itawakutanisha wadau wa mkoa wa Morogoro na kutoka nje ya mikoa ya Morogoro ambao wataalikwa kwa ajili ya kuelezwa Wape Tabasamu ni nini, iliundwa wakati gani na imepata usajili wake wakati gani na inaundwa na wakina nani, lengo na dhima ya Wape Tabasamu ni nini, lakini msimu huu wa 4 umebeba ujumbe gani na kinatakiwa nini. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa wako invited pale kwenye ile galadina watapata nafasi ya kuichangia Wape Tabasamu pale na kuifahamu kiundani Wape Tabasamu ni nini. Kwa hiyo hichi ni kitu kingine ambacho tumekiongeza kwa msimu huu akikuwepo kwa misimu ya nyuma. Kwa na kwenda kwenye mchezo wenyewe Jumapili tutakuwa na mechi ya utangulizi. Hakutakuwa na mambo mengi sana. Kutakuwa na mechi ya utangulizi, of course kutakuwa na hiyo mechi yenyewe ambayo ni main na burudani nyingine ndogo za wasanii wanaochipukia kutokea pale Morogoro, vikundi vya sarakasi, lakini pia wa kuimba na watakuwepo kwa zile burudani za kawaida tu kabisa. Uundwaji wa timu zitakazocheza zitakuwa na mabadiliko kama mwaka jana ilikuwa Dick Job na Kibwana. This time inaendelea hivyo. Inaendelea hivyo kwa sababu ndo wanabeba sura ya huu mchezo. Baada ya muda labda tutaona kuna tija ya kubadili hiyo, tutabadili, lakini kama taasisi Wape Tabasamu Foundation ni inaundwa na watu zaidi ya hao wawili. Nikiwa kama mwenyekiti wa Wape Tabasamu Foundation na vijana wangu watatu ambao ni Kibwana, Dickson pamoja na Abutwalibu Msheri. Kwa hiyo naye yupo. Sema kwa sababu ni mechi inahitaji timu 2 sio 3. Kwa ndo maana watu wanaona kama vile mbona Abu hataji, lakini kwenye kila movement yupo na unamuona naye ana support, amekubali kubeba support hiyo. Kwa hiyo muda utakavyofika tukiona kama kuna mmoja akawa kibonde anapigwa zaidi, basi mbabe tutambadilishia tumweke na timu nyingine. Okay, Dickson Job, pengine unaweza kutumia tu hii hapa. Okay, hii ni mara ya 4 mnaandaa kitu kama hiki. Nyinyi kama wachezaji, jamii inawazungumziaje pale Morogoro? Kwanza
Tunachoshukuru jamii imelipokea na wamekuwa watu kutusupport na kutuambia kwamba jambo tunalofanya ni jambo zuri. Kwa sisi kama vijana kutoka Morogoro tunakuwa proud kwamba kile tunachokifanya wananchi wamekipokea vizuri. Kwa hiyo nayo inatuongezea nguvu ya kuendelea kupambana na kuendelea kufikiria kitu gani kingine cha kufanya ili jamii iendelee kufaidika na sisi. Pale mnapoalika wachezaji wenzetu kutoka kwenye timu nyingine, kuna ugumu wote ambao mnaupata au ndio kwanza mnapokea maombi kutoka kwa wachezaji wengi na wengine mnaambia jamani, hebu tunaomba hao waliopo wanatosha, pengine uangalie msimu ujao? Maana najua kuna wachezaji wengine ukimwambia hivyo, sasa vipi, kuna lolote? Kiukweli yanko wakati tunaanza mwanzo kabisa kulikuwa kuna ugumu fulani ambao ulikuwepo. Lakini tuliamini katika process kwamba tulijua tamasha letu tunatamani ilifikie katika level gani. Kwa kila mwaka kuna vitu vinakuwa vinapanda. Sasa hivi imefikia hatua kwamba kabla ya muda unakuta tupo katikati ya msimu, lakini kuna watu kabisa wanakupigia simu, bwana mimi safari hii nipo. Mimi nitakuwa timu yako. Kwa hiyo ina maana watu washalikubali tamasha, washalipokea na wanaenjoy pia kwenda kushiriki na sisi. Okay, kuelekea hii Jumapili tayari kuna baadhi ya wachezaji wameshatuma maombi kwako na umewakubalia? Wapo baadhi. Basi napokea matakwa ya mwalimu bwana. Kocha. Kocha timu yako nani? Tupatupa ushakula shavu. Yaani mimi ila sasa tupatupa angalia. Yale uliokuwa unayafanya kwenye mashindano yale ya Ramadhani Cup. Ile ni Jamhuri bwana Dodoma. Kwa nini? Ile ni Jamhuri Dodoma, sio kama pale. Watu wanajua watu mwisho wa siku wanataka tabasamu. Kwa hiyo wewe lazima tuanzie hapo. Unajua wanasema cover la kitabu lina sadifu yaliyomo. Wanapokuambia wape tabasamu. Sisi yani inatakiwa ianzie kwenye benchi la ufundi. Ije kwa wachezaji, ije kwa timu. Jobu kama kocha tupatupa. Kamera inaweza ikawa inamfuata kocha zaidi kuliko mchezo wenyewe unachezwa ndani. Hamna. Kila kitu kitakuwa kina balance, na moja ya vitu ambavyo mimi nimepanga pamoja na benchi langu na timu yangu. Unajua mara ya kwanza mimi nilikuwa MC wa hii wape tabasamu. Mara ya pili nikawa mhudhuriaji tu kawaida. Msimu wa 4 unaenda, mara zote timu Kibwana Shomari wamekuwa wakifungwa 6-3-2. Unaona bwana, tunajipigia. Sasa tatizo ni kwamba msimu huu watafungwa alafu burudani itatolewa. Yaani itafika sehemu Kibwana mwenyewe na benchi lake atawaimbia mashabiki wake, jamani hebu tuwashangilieni hawa. Kwa sababu zinapigwa mle ndani watu wanaimba unatoa utoi. Unatoa utoi. Unatoa utoi. Okay, Kibwana unaweza kwa hiyo hapo naongea. Kibwana wewe nyinyi mmejiandaje? Umesikia hapa nyinyi ndio mnatoka imeanza kweli, mechi zote 3 mlizocheza nyinyi mlikuwa mnapoteza? Muulize Diki anajua, so mechi zote 3. Msimu wa kwanza mimi ndio nilishinda. Msimu wa pili nimefungwa, msimu wa 3 nimefungwa. Msimu wa 4 naenda kudhihirisha kwamba mimi ndio mwenye tamasha. Unaenda kuonyesha kwamba wewe ndio mwenye tamasha pale Morogoro. Okay, pengine una baadhi ya wachezaji ambao tayari umesha kuna baadhi ya wachezaji wamethibitisha kuwepo na sasa hivi na surprise ya kocha mwingine tofauti. Sababu unajua timu inapofanya vibaya lazima ubadilishe vitu. Nishabadilisha kocha, kwa hiyo kuna surprise ya kocha, nadhani kesho nitamtangaza kocha wangu. Kocha wako utamweka bayana. Huku daktari kisajulikana tupatupa. Mapema sana. Okay, kwenye namna sasa ya watu kuchangia. Ziko namna mbili ambazo watu wanaweza katuchangia. Wanaweza katuchangia kupitia CRDB account namba yetu ambayo tutaiweka hapa bayana, lakini pia wale wa simu wanaweza katuchangia kwa namba ya simu ambayo pia jina litakuja wape tabasamu. Kwa CRDB account itakuja wape tabasamu, lakini pia kwa namba ya simu unaweza kutaja hizo pengine kwa sababu lengo ni kuchangia na kufanikisha. Sahihi kabisa. Na njia nyingine ya uwanjani siku ya tukio inakuwaje? Kuna uwanjani kiingilio kipo. Kiingilio ni rafiki kabisa ambacho ni shilingi 2000 ambacho kwa miaka yote kimekuwa hivyo. Na tutaendelea nacho hivyo bila kubadili utaratibu kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo nikianza kwa namba ya simu ni 0656 44 3398. Tarudia tena 0656 44 3398. Hii ukiweka chochote itakuja kwa jina la wape tabasamu. Yes, itakuja hivyo, lakini kwa account number ya CRDB ni 013375131770 mwisho. 013375131770 mwisho. Hiyo pia ukiweka itakuja wape tabasamu jina la foundation yetu. Lakini namna nyingine ya kuchangia pia kwa misimu mitatu ambayo tumekuwa tumecheza, watu wengi wamekuwa wanaulizia jezi ambazo
zinatumika. Okay. Yes, kwa hiyo kwa msimu huu tutakuwa na jezi za kuuza pia ambazo tumezitambulisha leo. Tuna jezi 3. Pair 3 tofauti. Aina 3 tuna jezi nyeupe ambayo imechanganyika na ile rangi ya mint, alafu tuna ile nyingine ambayo ni full mint ambayo ndio timu Kibwana. Hii nyeupe ni team Dickson, na tuna ya orange ambayo ni third kit ambayo inatumika kwa goalkeeper, lakini tuna special edition kit ambayo ni nyekundu ya goalkeeping ya upande mwingine. Kwa hiyo rangi hizo 4 ambazo unaweza kuzipata, lakini ambazo ziko very few ni orange na tukio ni Jumapili. Hiyo kitu kama hicho pengine zianza mapema kwenye maeneo fulani, walau siku ya tukio mtu anakuja kashaifa tayari, kwa sababu ukienda Baraka Sports hapo duka la Sinza utapata hizo jezi kuanzia kesho, zipo na zipata kabisa. Kwa leo tumetangaza rasmi na kesho mtu akienda anazipata. Morogoro kule Morogoro, kwa sababu sisi tunaenda wiki hii zitapatikana. Kwa mkele na mzigo unakuwa unapatikana. Kwa hiyo hakika kwamba Jumapili anakuja kwenye mechi akiwa kavaa jezi yake. Yes, na bei elekezi ni 25,000. Kununua jezi ni sehemu ya kuchangia. Ni sehemu ya kuchangia. Kununua jezi anachangia na anapata jezi. Na lengo letu ni kumfanya anayechangia abaki na kumbukumbu. Kwa kila wakati atakapoivaa hiyo jezi anajua kama nilichangia kiasi fulani kwa ajili ya kufanikisha bima za watu 500. Bwana, mimi niwashukuru sana, lakini bado leo ni Jumanne, tukio ni Jumapili. Sports Extra ipo kuendelea kuwajuza wadau, kuelimishana na kupeana taarifa kwa chochote kitakachokuwa kinaendelea, ili walau jambo liweze kufikia malengo yake. Sawa, kwa niaba ya vijana wangu nitoe shukrani za dhati sana kwa Sports Extra kwa huu muda ambao mmetupatia, lakini kwa kufunga kidogo kabisa ningemtaka Bwana Abu afunge na neno lolote lile. Nani Abu Mshe? Na aje atuambie yeye anakuwa upande wa timu ipi sasa. Yeye anakuwa kila siku nyuto au yeye muamuzi? Abu, wewe ukikaga pale ukiwa unatazama mechi unatamani timu ipi ishinde kati ya mchezaji kabisa au unacheza au na huku usingine unacheza huku? Hamna, mimi mchezaji wa mchezaji ukishausikia mtu analalamika ujue kashaumia tayari. Okay, wewe mchezaji wa timu Job. Timu Job. Okay. Sasa ndacheza timu mtu mara msimu anapiga na bondia sijui kila siku na vitu vipi au. Sasa hizi kama kwenye boxing. Yuko kwenye boxing. Mchezaji tena usibandonga. Basi mimi niwapongeze sana, ni jambo jema. Naamini wadau watawashika mkono kuweza kuona jambo linatimia, kwa sababu tunachoenda kufanya ni jambo zuri sana kwa wahitaji. Inshallah. Tunafahamu swala la kitabibu kidogo ni gharama. Kwa hiyo walau mtu akiwa na uhakika wa utabibu ni jambo jema sana, hasa kwa wazee na watoto. Sahihi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaunga mkono, kama nilivyosema, muda wote hapa karibuni kwa ajili ya kueleza na kutoa taarifa za mchezo. Okay, hao ni wenzetu wa tamasha la Wape Tabasamu kutokea mkoani